Alimwona mume Wake wa zamani akiomba-omba mbele ya kampuni yake alishofanya. Gari la Bentley nyeusi lilivuma kwa upole lilipopita mita ya msongamano ya Ekoi likielekea Banana Island. Ndani, Sandra alitengeneza mikono ya suti yake ya bluu ya kibaharini iliyoshonwa kwa ustadi, vipuli vyake vya almasi vikimetameta katika mwanga wa asubuhi. Alikuwa mtulivu, mwenye umaridadi na tayari kwa mkutano wa bodi uliomgoja katika makao makuu ya Santec, kampuni ya teknolojia ya bilioni za dola aliyoijenga kutoka mwanzo. Lakini gari lilipopunguza mwendo karibu na lango la dhahabu la jengo lenye minara ya kioo lililochukua jina la kampuni yake, kitu kisichozoeleka kilivutia macho yake. Mikono wake ulisogea bila kujitahadhari kwenye kitufe na akashusha dirisha lenye rangi. Akapepesa mara mbili ili kuhakikisha macho yake hayamdanganyi. Pale moja kwa moja kwenye lango la ufalme wake alikuwa amesimama mwanamume. Si mwanamume yeyote, mume wake wa zamani, Benjamin. Yule Benjamin aliyemvunjia heshima, aliyemwita tasa na kumtupa nje ya nyumba ya miaka iliyopita. Lakini huyu hakuwa meneja mkuu wa benki aliyemfahamu zamani. Hapana, huyu alikuwa kivuli cha mwanamume. Koti lake lilikuwa limeraruliwa na kutiwa matope. Nywele zake zilizokuwa zimekwa kupita kiasi, zimepotoshana kama majani ya mwituni. Ndevu zake zisizonyolewa, nyuzi zikininga kila upande. Viatu vyake vilikuwa na mashimo na mkoba mdogo wa plastiki ulikuwa umekamshwa mikononi mmoja. Kisha Sandra aliona mkono wake wenye kutetemeka ulinyooshwa mbele ukiomba. Yule mwanaume aliyejivuna aliyemdhihaki sasa amesimama kwenye lango la kampuni yake ya bilioni za dola, akiomba vipande tu ili kuishi siku nyingine. Moyo wake ulipiga kwa nguvu. Dereva alimtazama kupitia kioo cha nyuma, akingoja amri. Lakini Sandra hakuweza kusema. Aliendelea kumkazia macho Benjamin, amegandamana bila kuamini. Kisha ikatokea. Benjamin aliinua kichwa chake na macho yao yalikutana. Rangi iliondoka usoni mwake. Midomo yake ilitetemeka. Kisha kana kwamba magoti yake yalishindwa kubeba uzito wa aibu yake, alianguka chini pale kwenye lami mbichi mbele ya gari lake. Na machozi yakimtiririka usoni, alinong'ona maneno yaliyofanya kifua cha Sandra kushikwa na tau la dereva wake kuanguka. Sandra, sikujua siku kama hii ingefika. Urabashkra miaka 10 iliyopita Sandra alikuwa ameishi katika ghorofa ya wastani ya Serware na Benjamin. Wakati huo, Benjamin alikuwa ameanza tu kazi ya benki na alikuwa akipanda haraka. Sandra alimpenda sana. Alimpikia, akamwombea na kuamini ndoto zake kama zilivyokuwa zake mwenyewe. Lakini Benjamin alipokuwa akipanda, upendo wake ulishuka. Alianza kurudi nyumbani usiku, akitoa harufu ya marashi ghali ambayo yeye hakuwa amenunua. Hakuendelea kumtazama kwa macho ya mume, bali kwa dharau ya mwanaume aliyefikiri anastahili bora zaidi. Kisha ikafika usiku ule, usiku alipomtupa nje. Mvua ilikuwa imepiga mitaa ya Lagos, na Sandra alisimama akitetemeka na mkoba wake mdogo mkononi, machozi yakichanganyika na matone ya mvua. Maneno ya Benjamin yalilia masikioni mwake kama laana ambazo zinakataa kufifia. Wewe ni tasa, bahati mbaya katika maisha yangu. Toka nyumbani kwangu kabla hujaniharibu kabisa. Alikuwa ameomba, alikuwa amelia, lakini alimtelekeza ndani ya mvua, akafunga mlango, wala hakugeuka nyuma tena. Hiyo ilikuwa usiku ambao Sandra alidhani maisha yake yameisha. Lakini ilikuwa pia usiku hadithi yake ilipoanza. Sandra alipepesa machozi yalipomjia kumbukumbu. Hakuwa tena yule mwanamke aliyevunjika. Sasa alikuwa Sandra Okoy, mkurugenzi mkuu bilionea wa Santec, miliki wa moja ya kampuni kubwa zaidi za teknolojia barani Afrika. Lakini hapa alikuwa Benjamin, mume wake wa zamani, sasa amepiga magoti,
akimtazama juu, machozi yakikata mistari kwenye uchafu usoni mwake. "Tafadhali nisamehe," alilia, sauti yake ikivunjika. "Sandra, nilikuwa makosa. Niliruhusu kiburi changu na nafasi yangu kunipofusha. Yule mwanamke niliyekutupa kwa ajili yake, Juliana, aliniharibu. Aliiba pesa zangu, alivunja akaunti na akakimbia. Nilifungwa miaka 8. Nilipoteza kila kitu. Kila kitu." Mwili wake ulitetemeka huku machozi yakimsumbua kifuani. Dereva wa Sandra alibadilika kwa kutoridhika, macho yake yakiloa alipomtazama kupitia kioo. Hewa ilikuwa nzito, nene, kwa ukimya ambao hakuna aliyetaka kuvunja. Kisha Benjamin alisema maneno yaliyomchoma Sandra moyoni zaidi kuliko yote. "Sandra, nazunguka mitaa ya Lagos nikiomba chakula wakati wewe unasimama mbele yangu, Malkia. Tafadhali nipe nafasi nyingine ya maisha." Midomo ya Sandra ilifunguka, lakini hakuna maneno yaliyotoka. Macho yake yalijaa machozi. Alikuwa ameahidi kamwe hayatamwagikia tena. Injini ya gari ililoa kwa upole ikisubiri. Je, angepita? Je, angelipiza kisasi? Je, angemtazama tena? Lakini Sandra alifanya kitu ambacho hakuna aliyetarajia. Alifungua mlango wa gari, akatoka nje kwa viatu vyake vya kigongo na kutembea kuelekea mwanamume aliyemharibu zamani. Na wakati huo Benjamin aliganda, kwa sababu kile Sandra alichosema baadaye kingebadilisha kila kitu. Versiri iliyobebwa miaka 11, viatu vya kigongo vya Sandra vilipigia kelele dhidi ya lami ya marumaru alipotembea polepole kuelekea Benjamin. Walinzi kwenye lango walikasirika kwa mshangao, wakinong'onezana. Dereva akatoka nje haraka pia, bila kujua kama bibi wake alihitaji msaada. Lakini Sandra aliinua mkono wake ili kumsimamisha. Uso wake ulikuwa mtulivu, lakini macho yake yalinga kwa machozi yasiyotoka. Alisimama juu ya Benjamin, aliyebaki akiwa magotini, akitetemeka kama jani katika upepo wa hamatan. "Benjamin," alisema kwa upole, sauti yake nzito ya hisia. Kwa sauti yake alicheza kwa woga. Alinamisha kichwa chake chini zaidi, asiweze kukutana na macho yake. Mikono yake ilitetemeka ilipokamata pindo la suti yake. "Niliharibu kila kitu," alinong'ona. "Nilikikudhihaki, nilikutupa nje, nilikuita tasa, na sasa nitazame mimi, omba." Kifua cha Sandra kilipanda na kushuka. Kwa muda alifikiria kutembea tu, kumwacha azame katika bahari aliyojitengenezea mwenyewe. Lakini kisha wazo lingine lilisukuma moyo wake. Siri aliyoibeba miaka 11. Alinama polepole, sauti yake ikitetemeka sasa. "Benjamin," alinong'ona, "siku ulionitupa nje na kuniita tasa, nilikuwa tayari na mimba ya miezi 2. Kichwa cha Benjamin kiligeuza haraka, macho yake yakipanuka bila kuamini. "Nini?" Midomo yake kwa shida iliyumba neno. Sandra alisimama wima, machozi yake hatimaye yakimtiririka mashavuni. "Ndio, umenisikia. Miezi 2 mjamzito. Hukuwahi kujali kusikiliza. Ulinizuia simu. Ulinitupa kwenye mvua kama takataka. Na nilipojaribu kukufikia, uligeuka mgongo." Kupumua kwa Benjamin kulikuwa kigumu. Alitikisa kichwa chake kwa nguvu, kana kwamba alikata kukubali ukweli. Hapana, hiyo haiwezekani." "Mjamzito? Wewe ulikuwa na mtoto?" Macho ya Sandra yalikuwa magumu. "Si moja, mapacha. Majina yao ni mimi na Mara. Sasa wana umri wa miaka 11. Wazuri na werevu. Binti zako." Maneno yalimpiga Benjamin kama radi. Magoti yake yalijikokota na karibu alianguka sakafuni. "Binti," alichokoza. Mikono yake ya uchafu ilishikilia kichwa chake, ikivuta nywele zake zilizopotoshana. "Sandra, watoto wangu. Nina watoto." Sandra alikunjamia mikono yake, sauti yake imara lakini baridi. "Ndio, watoto ambao hukuwahi kujua. Watoto uliopoteza kwa sababu ulichagua kiburi, kwa sababu ulichagua mwanamke mwingine badala ya mke wako.
uliniachilia Juliana, yule mwanamke aliyekuharibu. Benjamin alitoa kilio lilivunjika lililolia kote kwenye lango. Baadhi ya wafanyikazi waliokusanyika kwa umbali walitazama kwa mashangao, wakinong'onezana kuhusu mchezo uliokuwa ukitokea mbele ya macho yao. Mimi niliharibu kila kitu, alilia. Niliharibu nyumba yangu. Nilikuharibu wewe. Na niliwaacha binti zangu kabla hata sijawajua. Mungu nisamehe. Mwili wake ulitetemeka bila kudhibiti. Alishika sketi ya Sandra, machozi yakiloweka kitambaa cha gharama kubwa. Dereva akaenda mbele haraka, akijaribu kumvuta Benjamin nyuma, lakini Sandra aliinua mkono wake tena. Mwache, alisema kimya kimya. Acheni alie. Na Benjamin alilia kama mwanaume ambaye hatimaye ameona uharibifu wa kiburi chake. Wasu nafasi ya pili. Alipomtazama akivunjika, akili ya Sandra ilirudi usiku alipotembe ndani ya mua bila kitu isipokuwa heshima yake. Usiku ule aliapa kamwe amwache maneno ya mwanaume kumfafanua tena. Alipanga chumba kidogo cha moja Ajagunle. Alifanya kazi mchana katika cyber cafe na kusoma uhandisi wa programu usiku. Alijisukuma mpaka alipata ufadhili. Na kutoka hapo, alitoa mawazo yake mbele ya wawekezaji wa kimataifa. Aliposhinda ruzuku yake ya kwanza ya dola milioni 10, alilala akilia, akikumbuka majina aliyomwita. Leo, hakuwa Sandra tu. Alikuwa Sandra Okoy, mkurugenzi mkuu wa Santec, mmoja wa wanawake wenye nguvu zaidi Nigeria. Na hapa, akipiga magoti mbele yake, alikuwa mwanamume aliyemwita tasa zamani. Sandra alichukua pumzi ndefu, sauti yake ikikata kupitia machozi ya Benjamin. Ningeweza kukuacha hapa, Benjamin. Ningeweza kupita karibu nawe na kamwe sigeuke nyuma. Lakini sitafanya hivyo. Si kwa sababu unastahili, bali kwa sababu ninakata kulipa uovu kwa uovu. Benjamin alinua kichwa chake polepole. Macho yake yalimvimba kwa machozi, midomo yake ikitetemeka. Nini? Unamaanisha nini, Sandra? Alinong'ona. Sandra alimtazama chini kwa macho imara. Sitakupa pesa kwa ajili ya chakula. Hapana. Badala yake, nitakupa kitu kikubwa zaidi, nafasi ya pili ya maisha. Hutakuwa mume wangu tena. Mlango huo umefungwa milele. Lakini utafanya kazi chini yangu. Umati wa wafanyikazi ulichokoza. Benjamin aliganda, akimkazia macho. Kufanya kazi chini yako? Ndio. Sandra alisema kwa mkakati. Utajiunga na idara ya uhasibu katika Santec. Kwa uzoefu wako, bado unaweza kuwa na manufaa. Lakini utachukua maagizo kutoka kwangu, Benjamin. Kutoka kwa mwanamke uliyemvunjia heshima zamani. Maneno yake yalikata hewani kama kiu chenye makali. Kinywa cha Benjamin kilifunguka, lakini hakuna maneno yaliyotoka. Alimtazama, kisha jengo la dhahabu nyuma yake, kisha kurudi kwake tena. Polepole sana, alinama kichwa chake kwenye ardhi, akisukuma uso wake kwenye lami. Asante, alinong'ona. Sauti yake ilivunjika. Asante Sandra, hujui ulichofanya kwa ajili yangu. Dereva wa Sandra alimeza kwa shida, machozi yakijaa machoni mwake alipomtazama bosi wake kwa fahari. Na Sandra alisimama mrefu, moyo wake mzito, lakini huru. Hakuwa tu amekabili siku zake zilizopita, alikuwa amezishinda. Lakini ndani sana, alijua hii ilikuwa mwanzo tu. Warafara siku ya kwanza Santec. Benjamin alisimama mbele ya jengo kubwa la kioo la makao makuu ya Santec, moyo wake ukipiga kwa nguvu zaidi kuliko miaka mingi. Siku iliyopita, Sandra alikuwa amemwambia arudi, amesafishwa vizuri, kwanza jukumu lake jipya. Na sasa hapa alikuwa amevaa suti nyeusi aliyoazima, nywele zake zikinyolewa vizuri, ndevu zake zikikatwa safi. Alipotazama mwanzo wake kwenye milango ya kioo yenye kunga, ukweli uchungu ulimghubika. Hakuwa tena meneja mkuu wa benki aliyedhihaki Sandra zamani. Sasa alikuwa mwanamume anayeanza tena. Amenyenyekezwa kabisa,
karibu kufanya kazi chini ya mwanamke aliyemchukia zamani. Alimeza, alitengeneza tai yake kwa wasiwasi na kaingia ndani. Eneo la mapokezi lilikuwa na msongamano. Wafanyikazi walitembea haraka wakiwa wamevaa suti zilizoshonwa, wakibeba kompyuta za mkononi na faili. Hewa ilinuka mali na nguvu, kitu Benjamin alishadhani kilikuwa chake peke yake. Wakati Sandra aliingia, wafanyikazi wote walisimama kwa pamoja. "Habari za asubuhi, bibi," walisema pamoja. Sandra, mwenye umaridadi katika blauzi ya hariri nyeupe na sketi ya bluu ya kibaharini, aliwatambua kwa kutikisa kichwa. Macho yake yalipita ukumbini mpaka yakatua juu ya Benjamin. Alisimama kwa kutoridhika kwenye kona, akishikilia ukanda wa begi la ngozi lililochakaa alilomnunulia kwa zawadi ya fedha. "Nifuate," Sandra alisema tu, toni yake mtulivu lakini yenye amri. Alitii bila neno. Sandra alimongoza kwenye idara ya uhasibu ambapo mkuu wa kaunti, Bwana Peters, alingojea. "Huyu ni Benjamin," alitangaza. "Anajiunga nasi leo. Mfanyeni kama mmoja wenu. Atafanya kazi moja kwa moja chini yangu." Chumba kilikuwa kimya kwa sekunde, wafanyikazi wengine wakibadilishana macho ya udadisi, wengine wakinong'onezana. Benjamin aliweka macho yake chini, uso wake moto kwa aibu. "Ndio bibi," Bwana Peters alisema kwa heshima. Sandra aligukia Benjamin. "Fanya kazi kwa bidii, jithibitishe." "Ndicho nina chumba tu." "Ndio bibi," alinong'ona. Sandra alipotembea, Benjamin hatimaye alipumua, akitambua nafasi ya pili ilikuwa ya kweli. Binti zake jioni hiyo, Sandra aliketi katika jumba lake la kifahari, akinywa chai katika sebule. Mbele yake waliketi wasichana wawili wachanga, Mimi na Mara. Walikuwa mapacha wanaolingana, wote wana ngozi ya hudhurungi laini na macho yenye kumeta yaliyochukua moto ule ule wa ushupavu. Sandra alikuwa nao umri wao. Mimi alikuwa na nywele zake zimesukwa vizuri kwa mistari iliyoelekezwa nyuma, wakati Mara alivaa zake zikipepea huru kwa bamba. "Mama," Mimi alisema kwa tahadhari, "kwa nini umetulia sana?" Sandra aliweka kikombe chake chini. Alikuwa ameahirisha wakati huu kwa muda mrefu. "Wasichana, kuna kitu lazima niwaeleze, kitu kuhusu baba yenu." Wasichana wote wawili waliganda. Neno baba lilikuwa Sandra alikuwa hatumiaji mara kwa mara. "Nini kuhusu yeye?" Mara aliuliza, sauti yake ikitetemeka. Sandra alichukua pumzi ndefu. "Mmeniuliza hapo awali baba yenu yuko wapi. Daima niliwaambia sio wakati unaofaa. Lakini sasa mna umri wa kutosha. Baba yenu yu hai na anafanya kazi ya Santesh." Mapacha walichokoza, macho yao yakipanuka. "Anafanya kazi Santesh?" Mimi alinong'ona. "Unamaanisha yupo hapa Lagos?" Sandra alitikisa kichwa pole pole. "Ndio. Jina lake ni Benjamin." Midomo ya Mara ilitetemeka. "Kwa nini hakuwahi kutafuta?" Kula Sandra lilijaa. Alijilazimisha kubaki mtulivu. "Kwa sababu alifanya makosa makubwa. Aliniachilia kabla hamjazaliwa. Lakini maisha yamemfundisha hana kitu sasa, chochote isipokuwa majuto." Na kwa huzuni na momowe moguka kwao. Wasichana waliketi kimya, hisia zao zikipambana kati ya hasira, udadisi na shauku kuu ya watoto ambao hawajawahi kujua kukumbatiwa kwa baba. Hatimaye Mimi alinong'ona, "Tunaweza kumwona." Sandra alisita. Alijua wakati huu unaweza kuwavunja au kuwaponya wote, lakini wakati umefika. "Ndio," alisema kwa upole. "Kesho." Barabara kukutana na binti siku iliyofuata. Benjamin aliketi kwenye dawati lake katika idara ya uhasibu, akipitia faili kwa wasiwasi. Bado alihisi kama mgeni, ingawa wafanyikazi walikuwa wameanza kumpokelea joto. Ghafla simu yake ililia. Ilikuwa ujumbe kutoka kwa Sandra. "Njoo ofisini kwangu mara moja." Alipangusa viganja vyake kwenye suruali yake na kuharakisha juu. Alipoingia, aliganda.
Wameketi kwenye kochi la ngozi walikuwa wasichana wawili, taswira za kila mmoja wa mwenzake, wakimtazama moja kwa moja. Benjamin, Sandra alisema kwa ukakati, sauti yake ikibeba uzito. Kutana na mimi na Mara, binti zako. Ulimwengu wa Benjamin ulizunguka. Magoti yake yalidhoofika. Macho yake yalijaa machozi kabla hajaweza kuyazuia. Wangu, binti zangu, sauti yake ilivunjika. Mapacha walimkazia macho. Macho yao baridi lakini yakitafuta. Sauti ya Mara ilikuwa kali. Kwa hivyo, wewe ndiye mwanamume aliyemwacha mama yetu, aliyemwita tasa. Benjamin alianguka magotini mara moja, machozi yakimtiririka usoni. Ndio, nilikuwa mpumbavu. Haina mbaya zaidi ya mwanamume. Nilimuumiza mama yenu. Niliharibu kila kitu na sikuwahi hata kujua nilikuwa na malaika kama ninyi duniani hii. Tafadhali nisameheni. Mapacha walibadilishana mtazamo. Macho ya mimi yalilainisha kidogo, lakini Mara alibaki magumu. Macho ya Sandra yalijaa machozi alipotazama tukio. Huu ulikuwa wakati aliogopa na kutamanisha. Benjamin alinyosha mikono yake yenye kutetemeka. Tafadhali niacheni niwe katika maisha yenu, hata kama ni kivuli tu. Sistahili kuitwa baba yenu, lakini niacheni niwe hapa. Chumba kilikuwa kimya. Kimya kiasi kwamba saa inayopiga ukutani ililia kama ngurumo. Kisha mimi alisimama, akatembea polepole kwa Benjamin na kuweka mkono wake mdogo begani mwake. Lakini Mara alibaki ameketi, macho yake makali, midomo yake imesongwa. Familia ilikuwa ikisimama kwenye ukingo wa muungano dhaifu, ambao ungeweza kuvunjika au kuponya kwa pumzi inayofuata. Ujifunzaji wa huruma ofisi ilikuwa kimya. Kimya sana. Benjamin aliweza kusikia mapacha wakipumua. Mkono wa mimi ulipumzika kwa utulivu begani mwake, macho yake yakimetameta kwa ulaini wa tahadhari. Lakini Mara, pacha mwenzie, nusu yake nyingine, alibaki ameganda kwenye kochi, mikono yake ikipingana na mtazamo wake mkali kama upanga. Sauti ya Benjamin ilivunjika alipowatazama wote wawili. Binti zangu, sistahili msamaha wenu, najua. Lakini naomba nafasi ya kuwa hapa tu, hata kama hamwezi kuniita baba. Midomo ya mimi ilitetemeka. Aligeukia dada yake. Mara, labda tunapaswa. Hapana. Mara alikatiza, sauti yake imara lakini kali. Huwezi tu kuingia maishani mwetu kwa sababu una majuto sasa. Ulikuwa wapi mama alipopambana peke yake? Ulikuwa wapi alipofanya kazi usiku na mchana kutulisha? Ulikuwa wapi tulipohitaji baba? Machozi ya Benjamin yalianguka haraka zaidi. Alinamisha kichwa chake. Nilikuwa kipofu, Mara, mwenye kiburi, mpumbavu, na nililipwa. Miaka 8 gerezani, kukosa makao, njaa. Mungu alinihadhibu kabla maisha hajanipe nafasi hii ya pili. Tafadhali usifunge mlango kwangu jinsi nilivyofunga mlango kwa mama yenu. Kusimama kwa Mara kulistua. Mara alisimama ghafla, macho yake yakiwaka. Ulimharibu. Ulimwita tasa. Ulimfanya alie hadi kulala. Je, unajua usiku wangapi nilimshika alipojaribu kuficha machozi yake kutoka kwetu? Koo la Sandra likaja. Hakuwahi kutaka binti zake wabebe uzito wa maumivu yake. Lakini ilikuwa wazi Mara daima aliona zaidi kuliko alivyokuwa akionyesha. Mara, Sandra alisema kwa upole, hasira ni ya kawaida. Lakini kumbuka, bado ni baba yako. Mara alitikisa kichwa, machozi sasa yakijaa. Labda kwa damu, lakini si moyoni mwangu. Alitoka nje ya ofisi kwa kishindo, akipiga mlango nyuma yake. Ukimya uliosalia ulikuwa wa kuzimisha. Uthibitisho usiku ule. Sandra aliketi peke yake katika jumba lake, akitazama taa za chandeliers zinazometameta. Simu yake ililia. Ilikuwa ujumbe kutoka kwa Benjamin. Sandra, asante kwa leo. Najua Mara ananichukia, lakini nitamthibitisha nimebadilika. Tafadhali, nipe tu muda. Sandra alipumua.
Alitaka kuwalinda binti zake, lakini pia alijua uponyaji unaweza kuja tu kupitia ukweli na subira. Asubuhi iliyofuata Santek, Benjamin alifanya kazi kwa bidii. Alifika mapema, alipitia faili kwa usahihi na kubaki usiku akiuliza maswali, akijifunza kila mafumo mapya kampuni iliyotumia. Wafanyikazi walianza kuhadhiria jinsi alivyokuwa na nidhamu. Lakini Sandra alijua hii haikuwa kuhusu kazi peke yake. Ilikuwa kuhusu ukombozi. Wiki moja baadaye, msiba ulipiga. Dharura ilichipuka katika idara ya uhasibu. Muamala mkubwa wa mteja ulikuwa umewekwa vibaya kama ulaghai na mfumo. Hofu ilienea. Mamilioni yalikuwa hatarini na wafanyikazi walihangaika bila mwelekeo. Sandra aliingia katika idara kwa kishindo, viatu vyake vya kigongo vikilia kama radi. Nani anashughulikia hii? Aliuliza. Kwa mshangao wa kila mtu, Benjamin alisogea mbele. Sauti yake ilikuwa mtulivu lakini yenye ujasiri. Bibi, nina uzoefu na hii. Ikiwa uniruhusu, ninaweza kuitengeneza. Nyuso ya Sandra ziliinuka. Una hakika? Ndio, Benjamin alisema kwa ukakati. Alitikisa kichwa kidogo. Fanya. Wafanyikazi walitazama Benjamin akiketi mbele ya kompyuta. Vidole vyake vilipaa kwenye kibodi, macho yake yakikagua masimbo na nambari. Jasho lilimtiririka kwenye tope, lakini umakini wake haukutishwa. Baada ya kile kilichoonekana kama miaka, aliegemea nyuma, akipumua kwa nguvu. Imetatuliwa, alitangaza. Mfu.